Ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye session yetu nyingine. Zimekuwa ni session na series nzuri ambazo zimekuwa zikienda kuboresha ubongo. Tunaopeleka ubongo kwenye service ili uweze kupata vitu vizuri na ibadilike kuweza kuleta matokeo mazuri, na hasa sisi maeneo yetu ni kuboresha utendaji wako kwa kile unachokifanya. Nitakwenda kushare na wewe hapa kitu ambacho kimekuwa ni practice kwangu, kimenifundisha sana baada ya kupitia changamoto nyingi sana kwenye utendaji. Sasa hapa ninaongea na mtu ambaye tayari unafanya biashara, tayari una kitu unakifanya, na pengine una timu ya watu ambao wako na wewe. Sasa unafanyaje ili uweze kutokudistort maana? Yaani ukitoa taarifa kwa wasaidizi wako, waipeleke taarifa ile kama vile ulivyosema wewe kwenye nyanja zote na ngazi zote za mawasiliano. Hebu ungana na mimi uone namna ambavyo imesaidika mimi binafsi kuweza, baada ya kujua siri hii ndogo, imenisaidia mimi kuweza kualign maelekezo yangu kama kiongozi kwenye timu, na timu kudisseminate taarifa kwenda kwenye timu kule chini kabisa, bila kuharibu maana ya kile ambacho kinatamkwa. Karibu sana uwe pamoja na mimi mwanzo hadi mwisho. Kwa kawaida lugha ya maongezi, yani ukimwambia mtu kitu mpaka aje mwambie mtu wa 10, kimeshabadilisha maana kabisa, pengine hata picha. Kuna mazoezi mengi mmeyaona kwenye mitandao ya jamii. Kuna watu mmeona wanafanya majaribio ya namna ya kusafirisha taarifa kwa maneno, namna ambavyo inabadilika. Sasa ukiwa kazini, unapotoa maelekezo ya kazi ambayo unataka yaende kwa mtu mwingine na siwe yamebadilika maana, kuna utaratibu wake na namna yake ya kufanya. Na ndio tutakuja kuongea leo siku ya leo. Kabla sijaongea hiyo kitu, nitoe scenario, nitoe mfano wa vitu halisi ambavyo mimi binafsi vimekuwa vikinikuta. Kimoja wapo ni kwamba ukifanya mabadiliko ya aina fulani kwenye taasisi, chukulia mfano mabadiliko ambayo nimeyafanya mimi, pengine hata ninahusu bei ya bidhaa, alafu ukakaa na timu ukawaelekeza kwamba tunakwenda kubadilisha bei ya bidhaa, kuambia wateja wetu kwamba bei itakuwa imebadilika, lakini sio swala la bei, unaanza kuwapa thamani ya kwa nini bei inabadilika. Kwa mfano sisi tunaofanya delivery, tunasema kwamba tunakwenda kufanya last mile, tunafanya door to door services, kwamba tutakwenda kuchukua bidhaa kuanzia sasa hivi, tunachukua kwa mteja, tunampelekea mteja mahali alipo anapelekewa. Wale wateja wote wawili hakuna anayenyenyuka kusumbuka kutuletea sisi bidhaa zetu hapa. Na pili, yule anayekwenda kupokea hata nyenyuka kufuata. Kwa tutafanya door to door, tunaongeza value chain, mnyororo wetu wa thamani kwenda mlango kwa mlango. Kwa hiyo kwa maana ya ongezeko la hiyo thamani, tutaongeza bei kidogo tu. Ukiongeza ile bei kidogo, ukai-communicate hivyo, ukawasiliana hivyo na timu yako, alafu kaiambia timu, naomba sasa mnisaidie kwa sababu wateja ni wengi, hebu timu ya masoko na timu ya mahusiano kazini, pelekeni hii taarifa kwa wateja wetu. Ukiacha hivyo, kila mteja atapata taarifa ya aina yake. Kila mteja atapata taarifa ambayo sio sahihi, sio kwa kusudiwa. Sasa baada ya kujifunza haya katika utendaji, ndo baadaye sana nikajifunza principle ya kwamba kama kitu hakijaandikwa, basi hicho kitu hakijafikishwa. If it is not written, it's not communicated. Kwamba kila kitu ambacho ninahitaji kukitoa kama maelekezo kama kiongozi, au wewe binafsi unataka kuitoa kwa timu yako, hakikisha umekiandika. Either umekiandika kwenye WhatsApp,
au umekiandika kwa njia ya email au waraka au memo, aina yoyote ile ambayo utakayoitumia, lakini hakikisha kwamba taarifa ile imeandikwa kwa kina na imfikie mlengwa kwa maandishi. Yaani kwa maana nyingine kwamba toa taarifa midomoni kwa watu, rudisha taarifa kwenye maandishi. Kama ulikuwa unapata shida ya namna hiyo ya kuambia watu taarifa alafu wanaipeleka tofauti, inaathiri biashara yako, kuanzia sasa baada ya kusikiza hii video, naomba uweke na uitumie na wewe hii principle kwamba kama hakijaandikwa, hakijawasilishwa, hakikisha umeandika kwanza taarifa yako. Hakikisha imeandikwa na wewe mwenyewe umejiridhisha na wamepitia watu zaidi ya mmoja, wale unaowaamini kwa level ile. Alafu baada ya hapo disseminate taarifa kwa maandishi kwenda kwenye timu. Waipeleke ile taarifa iende kwa maandishi. Sasa ninaposema hivi simaanishi kwamba hautakiwi kuwaeleza wateja au wafanyakazi kwa mdomo, hapana. Waite, waelekeze, waelewe context. Waelewe sababu ni kwa nini kuna mabadiliko. Wakishaelewa ndo waandikie mabadiliko hayo kwenye maandishi, alafu wakabidhi, wayapeleke moja kwa moja kwa mlaji. Usipoandika, kinakwenda kitu kingine kabisa kwa mlaji wa mwisho wa lugha ya maneno. Kuna mtu atatumia tu ushikaji, kuna mtu atafanya kwa kutimiza wajibu. Yaani ile context, ile maana nzima ya taalima yako na taarifa yako haitakuwa imewafikia wale ambao unawakusudia. Sasa ni muhimu sana uwaite wafanyakazi, uongee nao, uite staff team, waelekeze context ya kwa nini umeamua vile, waelewe. Kwa sababu usipofanya hivyo, atakaye kuwa wa kwanza kugoma kupokea ni mfanyakazi. Mfanyakazi asipoelewa mabadiliko yako, ni automatically na mteja wako hataelewa. Kwa sababu sio mara zote wewe binafsi unakutana na wateja, wafanyakazi wanakutana nao wateja. Sasa wanatakiwa wawe na sense of ownership. Wayamiliki yale mabadiliko, wayachukue kama ya kwao, kama sehemu ya kwao. Ninafahamu kwamba ni mchakato wa muda, lakini unatakiwa uhakikishe kwamba wafanyakazi wa ndani, wafanyakazi wako wa staff team, supporting staff, wanaelewa kwa nini umefanya hayo mabadiliko, context ya mabadiliko. Wawe na wewe njia moja, wakuunge mkono. Hata kama ni nchi, ni vizuri kutafuta watu ambao watakuwa wamekuwa na wewe, kama una baraza lako la mawaziri au kama una watu wanakufuata, waelewe kwa nini unafanya. Alafu ndo disseminate ile taarifa sasa kwa maandishi kwao, waipeleke kwa maandishi kwa walaji wa mwisho. Ikihama tu kwenye mfumo wa maandishi, ndio maana unapata kelele unazozipata kila siku. Unapata unprofessionalism performance ya wafanyakazi, hawafanyi kazi professionally kwa sababu taarifa hata ndani tu zinazunguka kwa maneno badala ya kuzunguka kwa maandishi. Ukiacha izunguke taarifa hata kama ni memo ya ndani ya wafanyakazi kwa maneno, kila mmoja anaipeleka kwa interest zake kwa anayemwambia. Kuna wengine huwa wanataka kujionyesha kwamba wao ndo wanapata taarifa wa kwanza kabla ya wengine. Kwa hiyo ataipeleka kwa sifa za kutaka kusifika. Unajua, unajua hivi, mimi nikonya kuambia bwana, wewe hujui tu. Kuna kitu fulani kimetokea lakini sikwambii. Kutengeneza curiosity tu aonekana kwamba ana maana zaidi yeye. Sasa namna atakavyomwambia na namna atakavyoipokea, unashangaa imembadilisha kabisa context. Imebadilisha kabisa ile kusudi la kwa nini ile mabadiliko na taarifa zile zimetolewa. Lakini ukifanya kwa maandishi,
taarifa ikasafiri kutoka kwa mfanyakazi mmoja kwenda kwa mfanyakazi mwingine kwa maandishi, anapokea kwanza, anasoma context, kwa sababu hamna mtu anaweza kaedit yale maandishi, na ikifanyika hivyo ni forgery, kuna kosa la jinai pale. Kwa hiyo nashauri kwamba ni vizuri sana hata taarifa za ndani, ninyi kwa ninyi, zitumie maandishi ili kutokudistort context, kutokuondosha ile maana. Taarifa ya mdomo ikitoka kwa wa kwanza kwenda wa pili, wa tatu, ikifika wa nne, ilishakuwa tofauti sana kutoka kwa original speaker, msemaji wa kwanza. Lakini ukitumia maandishi, hata kama itasafiri kwa ngazi 10 chini, inafika vile vile ulivyoiandika wewe. Baada ya kugundua hii siri, imenipunguzia stress nyingi sana, na namna ambavyo nilikuwa nikiwaona wafanyakazi pengine kwamba labda sio professional, kumbe ni mimi nilikuwa nakosea ku medium, njia ya namna ya kuwafikishia watu taarifa. Unawapa taarifa kwa mdomo, kumbe huyo mtu anayemwambia akamwambia mwingine ana bifu naye, ambalo wewe hulijui hilo bifu. Namna atakapokwenda kumwambia hujaiona. Madhara ya matokeo yatakapofanya, yatafanya kitu tofauti. Halafu utashangaa, mbona nimwelekeza meneja aje amweleze mtu fulani? Anasema nilimwambia. Ukimuuliza ulimwambiaje? Aliniambia hivi, unakutana na rangi nyekundu, kumbe wewe ulitaka brown. Kwa maana ya kwamba matokeo unayokwenda kukutana nao chini yanakuwa ni tofauti na matokeo ambayo unatarajia wewe yatokee, kwa sababu tu taarifa imesafiri kwa njia ya maneno, mdomo. Nimeona madhara mengi kwenye utendaji, kwenye wateja, ndani ya taasisi na biashara yangu kwa ujumla. Unapokuwa na wafanyakazi wengi ofisini au mazingira ya kazi yanakuwa ni wengi, taarifa ikisambaa kwa njia ya mdomo, madhara yake ni makubwa sana. Hata kama ni wachache, jitahidi uweke taarifa kwenye maandishi. Na taarifa unapoiweka kwenye maandishi, hakikisha imeanza kueleza kusudi la mabadiliko kabla hujasema mabadiliko yenyewe. Kwa sababu watu wanakimbilia kwenye mabadiliko. Hata ukiandika tu mabadiliko, watu watachukua mabadiliko kama kitu kibaya. Kwa hiyo ni vizuri kuandika kwenye hiyo waraka, barua au message au WhatsApp text au email, uandike kwanza kusudi la mabadiliko, faida za mabadiliko, alafu chini kabisa ndo uandike mabadiliko yenyewe. Kwanza itampa mtu nafasi ya kuisoma ile nyaraka yote. Ukiweka tu mabadiliko juu, anasema nimeshaelewa, kumbe hajaelewa context. Kwa hiyo mpaka nimeamua kurekodi video hii kwa kukueleza hiki kitu. Ninafahamu namna ambavyo imeathiri utendaji kwenye taasisi ambayo mimi naiendesha na ambazo nimewahi kuziendesha, kwa sababu ya kukosa maandishi kwenye taarifa za ndani na za nje ya taasisi. Kama utaboresha eneo hili, utaona namna ambavyo itakwenda kuondosha maumivu mengi sana ya kitaasisi ya kibiashara, maumivu mengi ya kupoteza, maumivu mengi ya kutekeleza jambo sawa sawa na namna ambavyo wewe mwenyewe umekusudia, na maumivu mengi sana kwa sababu isipotekelezwa namna ambavyo umekusudia, utatakiwa utarudia kwa kutaka kuwaelewesha, nilisema hivi. Unatumia muda mwingi, nguvu nyingi kutaka kuwaelewesha, kumbe ungechukua tu kalamu na karatasi au simu yako tu au email ya kawaida, ukaandika mara moja, ikaenda kwa watu 1000 na wote wakafikiwa na context inayofanana. Sasa kwa jamii yetu sisi ya Kiafrika, watu wanapenda kuongea. Kwa hiyo taarifa nyingi sana za kiofisi zinasafiri kwa maneno.
Na kwa bahati mbaya watu wamekuwa wakiamini hayo maneno hata kama ni ya uongo. Yaani hata kama yamesafiri yakabadilishwa, kile atakaomfikia ataamini hivyo hivyo alivyoambiwa. Ndio maana sisi tumeweka taratibu kwamba kama hakijaandikwa, hakijawasilishwa, usiamini maneno ya mtu yoyote. Hakikisha umeona maandishi. Kama ni ripoti, iandike. Kama ni mteja, andika. Kama ni nini, andika. Tutaona kwenye grupu, tutaona kwenye email, tutaona kwenye chochote. Kama itabidi kuweka memo, andika barua, tutaiona, imwendee anayehusika, mabadiliko yoyote mwandikie, asome kwa maandishi. Inasaidia sana kuleta performance kuwa kubwa kwa sababu hakuna kurudia vitu. Inatusaidia kuwa more productive kwa sababu hatupotezi tena muda kama tulivyokuwa tunapoteza zamani. Kwanza kusahihishana, kuelezana, kusaidiana, kumbe ni mfumo tu ndo haukuwa sahihi wa kufikisha taarifa. Kwa hii video ni kusudi kubwa sana, nimeirekodi nikiwa ninafahamu kwamba ni video inaongelea segment almost moja tu ya kwamba lazima uandike. Lakini kwangu mimi, kwa sababu imeniletea mabadiliko makubwa kwenye utendaji, ninakuahidi hata wewe ndugu msikilizaji na mtazamaji, kama utaiapply kokote kule, hakikisha umeandika. Hata kama umempigia simu umemwambia kwa maneno, ukimaliza mwandikie, nimekutumia 10,000, nimepokea. Kuna wakati unaweza ukadhani kwamba amepata kwa kudhani, kumbe umekosea namba, umemtumia mtu mwingine. Sasa kwa sababu hakuna mawasiliano ya kimaandishi na ya wakati, anashindwa kukujibu pia kwa maandishi, hauna ushahidi kama amepata, unakaa unatulia mpaka kitu kinaharibika kule na unakuta kwamba hajalipwa. Kwa hiyo tunasisitiza sana kuwe kuna maandishi ya taarifa na feedback na kila kitu, vyote viandikwe, kila mtu aweze kuona, na transparency. Unajua kama ni maandishi, kama nimeandika mimi mmoja, watu 1000 wote wataona ile maana. Labda mtu awe na tafsiri yake ya kichwani, lakini kwa maana ya kusoma na kuelewa maneno ambayo yako very clear, yako moja kwa moja bayana, basi anaelewa. Kwa ushauri wangu na wanaomnisikiliza kwa video hii, naomba mtumie zaidi maandishi kwenye kuwasiliana. Hai exclude maneno. Yaani haimaanishi kwamba msifanye vikao, msiongee. Hapana. Inapokuwa tu sasa ni maelekezo ya kitaasisi au biashara, hakikisha kuna maandishi yanayofuatana na maelekezo yale, ili kuweza kuondosha watu kubadilisha maana, au kwa sababu ya lugha ya mdomo kuweza kubadilika kadri inavyosafiri na kufika mwisho kiwa tofauti. Asante kwa kunisikiliza. Ni video fupi sana, lakini naamini umepata kitu cha maana ambacho kitabadilisha ujenzi wa biashara yako. Asante na karibu wakati mwingine.